asifiwe. Ni siku njema ambayo tunaenda kupata neno la hekima, neno linalohusu habari ya Simoni Petro kutoka katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 5 mstari wa kwanza na mpaka wa 9. Habari hizi zinahusu watu wavuvi waliokuwa wakivua samaki, Simoni Petro na wenzake. Yesu amewakuta katika eneo hilo, alikuwa akihubiri Injili na tayari wamefanya kazi ya kuchosha, wanaosha nyavu zao. Hawakupata samaki kwa muda wote ule. Ameomba chombo, wakasogeza mbali kidogo ndani ya maji. Naye alivyomaliza kufundisha, akawaambia, sasa tuwekeni nyavu kilindini. Nao wakamwambia, ni kwa neno lako ndio tutaweka nyavu kilindini. Maana yake nini? Walikuwa hawaamini ya kwamba watapata samaki, ila ni kwa neno ambalo Masihi wa Bwana amelinena. Na ndivyo walivyofanya, wakaweka nyavu kilindini na hatimaye wakaanza kuvuta zile nyavu zikiwa na samaki wengi. Upako wa lile neno ulileta samaki wengi, wakaamua kupunga mkono kwa jirani zao kwa vyombo vingine viwili, na vyenyewe vikajaa samaki na vikataka kuzama. Tukiangalia katika Zaburi sura ile ya 45 mstari wa kwanza na wa pili unasema, moyo wa Masihi au wa mtu mwenye Mungu huwa unajaa jambo jema, na midomo yake upakwa neema. Kwa hiyo wakati mwingine unaposikia kitu kinakuja kwako kutoka katika kinywa cha mpakwa mafuta Masihi wa Bwana, kipokee. Unapopokea ndivyo inavyokuwa, kama ilivyokuwa kwa Simoni Petro kwa kupata samaki, japokuwa walifanya kazi ya kuchosha bila samaki, lakini kwa neno lililotolewa na Masihi wa Bwana walipata samaki, hata kama walikuwa wamekata tamaa na kutokuamini. Kwa hiyo kuna wakati mtu anakutana na Mungu baada ya Mungu kumfanyia wema, baada ya Mungu kumtajirisha. Mungu ni pendo, huanyeshea mvua wema na wabaya, huanyeshea mvua wema na wabaya. Na ndio maana Simoni Petro alipiga magoti kwa Masihi akijiona ni mwenye dhambi. Kuna wakati unapotendewa wema ndipo unapogundua upendo wa Mungu na wema wa Mungu uliotendewa kwako, na hapo ndipo unapojutia makosa yako. Kwa hiyo unapokwenda sehemu kwa habari ya Injili, kwa habari ya kutabiriwa, sikiliza kile ulichotabiriwa, kipokee kwa imani. Japokuwa kuna watu wengi wanakatisha tamaa na kujeruhi mioyo ya watu ili wasipokee neno la kinabii ambalo litawafanya wao wauone wema wa Bwana. Neno la kinabii linaumba, neno la kinabii linavuta utajiri, neno la kinabii linainua kampuni yako, neno la kinabii linaponya, neno la kinabii linakupa afya njema. Lipokee kwa imani, maana ndiyo majibu yako. Hata kama kuna watu wanasema huwezi kupokea nyumba, huwezi kupokea gari, hata umaskini nao ni ugonjwa. Kukosa nyumba nao ni ugonjwa, kukosa magari nao ni ugonjwa. Ikiwa Mungu amekukirimia kwa mdomo uliojaa neema, uliopakwa neema, ukakupa neema hiyo ya kupata nyumba, ukakupa neema hiyo ya kupata gari, ukakupa neema hiyo ya kuinuliwa kwenye kampuni yako na kuponywa, wewe uliyeponywa, wewe uliyepokea hizo baraka, ndiye unayejua kwamba Mungu amenifanyia haya ni kwa neema. Nipige magoti na nitubie madhambi yangu. Haijalishi ni msafi kiasi gani, Mungu ana nafasi ya wewe kukubariki kwa upendo wake na kukupa wema kwa upendo wake, ili baadaye ujue ya kwamba kwa wema huu inahitaji nimfuate. Simoni Petro na wenzake walimfuata Yesu baada ya kuona mafanikio ya kazi zao,
nasi tunamfuata Yesu baada ya muujiza mkuu ya kututoa katika mauti na kutuingiza uzimani. Maana yake ni kwamba hatutakuwa na mauti za umaskini, hatutakuwa na mauti ya magonjwa, na ndivyo tunampasa kumfuata. Wana wa Mungu, tumfuate Yesu kwa sababu ana vyote. Yeye ndio nabii mkuu, yeye ndio mwakilishi wa huduma zote, Masihi wa Bwana. Akinena inakuwa. Achana na hizi injili za kujeruhi moyo wako, ya kufanya wewe uache kuamini. Amini na uone wema wa Bwana. Mungu akubariki. Shika neno, tenda neno. Amen.